tutaona majukwaa yanayofanya kazi vizuri kule kwenye kata, kwa sababu tayari tumeshaanza kufanya vizuri, na imani leo waheshimiwa madiwani wamepitishwa hapa na tu ina jukwaa ambalo linafanya vizuri, ili kila ambacho atajifunza hapa kule na imani atakwenda kuwa Tanzania. Naomba nitambue wafuatao. Kwanza, mwakilishi wa katibu tawala mkoa wa Iringa, naomba nitambue Bi Juliana Kibonde, mkurugenzi msaidizi idara ya maendeleo ya jinsia kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Naomba nitambue mwakilishi kutoka Benki ya Azania, tunashukuru sana uwepo wako na tunapotambua juhudi zinazoendelea na support. Naomba nitambue waheshimiwa madiwani mliopo, mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii wa mkoa. Naomba nitambue waratibu wa majukwaa kutoka halmashauri za mkoa wa Iringa mliopo hapa. Naomba nitambue wataalamu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Naomba nitambue wanahabari. Naomba nitambue wote mliopo pamoja na kuwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, tunasonga mbele. Awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kuweza kukutana siku ya leo katika kikao hiki muhimu chenye lengo la kujadili usimamizi na ufuatiliaji wa ajenda ya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi katika mkoa wetu wa Iringa. Napenda pia kuwashukuru viongozi wote wa mkoa wa Iringa kwa mapokezi mazuri na ushirikiano mkubwa katika maandalizi ya kikao hiki muhimu na kikubwa. Kwa namna pekee nimshukuru katibu tawala mkoa pamoja na timu nzima ya uratibu kwa kazi nzuri iliyowezesha mkutano huu kufanyika kwa mafanikio leo hapa mkoani Iringa katika wilaya ya Kilolo. Aidha, nitoe shukrani za dhati kwa Benki ya Azania kwa kuwa mdhamini mkuu wa kikao hiki. Asanteni sana. Ushirikiano wao unaonyesha namna ambavyo sekta binafsi inaendelea kuamini na kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuwezesha wanawake kiuchumi. Ndugu washiriki, leo hii tunakutana hapa si kwa ajili ya kikao cha mafunzo, bali kwa ajili ya ajenda ya kimkakati inayogusa maisha ya wanawake, familia na uchumi wa taifa kwa ujumla. Tunazungumzia wanawake ambao ndio nguzo kazi kubwa ya taifa letu. Takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zinaonyesha wazi kuwa wanawake ni zaidi ya asilimia 50 ya Watanzania wote. Hivyo mwanamke akiwezeshwa, taifa linawezeshwa. Majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ni maono ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Haya si majukwaa ya kikawaida, ni daraja la kuwatoa wanawake kutoka utegemezi kwenda kwenye uchumi wenye tija. Kupitia majukwaa haya, wanawake wanapata elimu ya fedha, mafunzo, ujasiriamali, uongozi, matumizi ya teknolojia, usimamizi wa biashara pamoja na fursa za mikopo na masoko. Leo tunashuhudia wanawake wakiongeza kipato cha familia, wakimiliki biashara, wakishiriki kwenye shughuli za uzalishaji na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Haya yote ni matokeo ya maamuzi ya kisera yenye dira na uongozi wenye maono. Ndugu washiriki, mafanikio haya hayawezi kuwa endelevu bila usimamizi madhubuti kutoka kwenu waheshimiwa madiwani. Ninyi ndio viongozi wa karibu kabisa wa wananchi. Ninyi ndio sauti ya wananchi katika halmashauri zenu huko mnakotoka. Ninyi ndio mnaoweza kuhakikisha mwanamke wa kijiji na kata ya pembezoni au kwa mtaa wa kawaida anapata taarifa sahihi na kushiriki kamilifu katika majukwaa haya. Ninaposema ninyi ni mabalozi wa ajenda hii, simaanishi kwa maneno tu, bali nawaomba mwisimamie ajenda hii kwa vitendo. Hakikisheni wanawake wanaunda vikundi, wanasajili na wanajiunga katika majukwaa haya. Hakikisheni hakuna mwanamke anayebaki nyuma kwa kutoa taarifa, kwa kukosa taarifa. Hakikisheni watendaji wa halmashauri wanatekeleza wajibu wao ipasavyo. Ndugu washiriki, waheshimiwa madiwani, hapa naomba niweke msisitizo mkubwa. Ajenda ya uwezeshaji wanawake kiuchumi isiwe ajenda ya kwenda
ajenda kwenye makabrasha au kwenye hotuba pekee, ionekane kwenye bajeti, ionekane kwenye mipango ya maendeleo, ijadiliwe kwenye kamati za maendeleo ya kata, kamati za kudumu za halmashauri na kwenye baraza la madiwani. Wanawake wanahitaji kuona matokeo, si ahadi. Tuna kila sababu ya kuendelea kuamini kuwa kupitia majukwaa haya tunaenda kujenga uchumi shirikishi na jumuishi zaidi. Mkoa wa Iringa na mikoa mingine una nafasi kubwa ya kuwa mfano wa utekelezaji wa ajenda hii ya kitaifa, lakini ili tufike huko lazima tuimarishe uwajibikaji na usimamizi katika maeneo yetu. Kwa hiyo nawaomba na kuwasihi waheshimiwa madiwani wote, baada ya mafunzo haya na mtakaporejea katika maeneo yenu, muwe na dhamira na msukumo mpya wa utekelezaji wa kutekeleza yafuatayo. La kwanza, hakikisheni mikutano ya majukwaa kuanzia ngazi ya kijiji, mtaa hadi kata inafanyika mara kwa mara na kwa ufanisi. Namba mbili, tambueni na kutangaza fursa za kiuchumi zilizopo ndani na nje ya maeneo yenu ili wanawake waweze kuzitumia. Namba tatu, washirikisheni wadau mbalimbali wakiwemo taasisi za kifedha, wataalamu wa sekta binafsi kutoa elimu, kuwajengea uwezo wanawake. Namba nne, tambueni changamoto zinazowakabili wanawake na muwe sehemu ya kutafuta suluhisho la pamoja. Namba tano, hakikisheni bajeti za maendeleo katika halmashauri zenu zinatenga rasilimali za kutosha kwa shughuli za majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Uongozi matokeo. Naomba nirudie tena, uongozi ni matokeo. Wananchi wanataka kuona maisha yao yanabadilika. Mwanamke wa Tanzania anahitaji kuona viongozi wake wanamsimamia, wanamsikiliza na wanamfungulia njia za mafanikio yake. Serikali ya awamu ya 6 inaonyesha dhamira ya dhati ya kumwinua mwanamke. Sasa jukumu letu sisi kama viongozi ni kuhakikisha dhamira hiyo inatekelezwa kwa vitendo huko chini kwa wananchi wetu tunaoongoza. Ndugu washiriki, kwa kumalizia, napenda kuwapongeza sana viongozi wa majukwaa, waratibu, wataalamu pamoja na wanawake wote wanaoendelea kutumia majukwaa haya kama nyenzo ya kujiletea maendeleo.
Masaka, kata ya Mbingeto. Tunashukuru na kukupongeza kwa kazi kubwa uliyoifanya ya kuwezesha wanawake na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika eneo la kiuchumi, kwani kupitia jukwaa hili tunaendelea kujifunza kushirikiana na kujengeana uwezo unaolegalega kuboresha maisha ya wanawake, familia na jamii kwa ujumla. Historia na uzinduzi wa jukwaa la wanawake kiuchumi. Mei 2025 kwa mwongozo mpya, jukwaa hili lilizinduliwa na Mheshimiwa Diwani kata ya Mbingeto. Jukwaa linalenga kuwahudumia wanawake 914 kwa mujibu wa sensa ya 2022 ya watu na makazi, na hivi sasa jukwaa hili lina jumla ya wajumbe hai 249 kati ya 364 walioanzisha jukwaa hili, na jitihada za uzalishaji kwa wanawake kujiunga na vikundi zinaendelea, ambapo jukwaa hili limeundwa na vikundi 7 vya wanawake vyenye jumla ya wajumbe 249. Shughuli za vikundi vya jukwaa la wanawake kiuchumi. Jina la kikundi Boy to Body ina idadi ya wanachama 28. Shughuli za kikundi: ununuzi wa hisa, kuweka akiba na kukopeshana. Taarifa za kifedha: mpaka sasa wanazo milioni 3,600,020. Wadada wa leo wana wanachama 44. Ununuzi wa hisa, kuweka akiba na kukopeshana. Winners, ununuzi wa hisa na kukopeshana. Wanawake shupavu, ununuzi wa hisa na kukopeshana. Hivi vikundi nilivyovitaja navyo vimepata fursa ya elimu na makuzi, kilimo, ufugaji, uendeshaji vikundi, huduma ndogo ndogo za kifedha, usajili wa WBN, mikopo ya 10% na mbegu imetolewa. Isipokuwa kikundi cha wadada wa leo, wao walipata fursa ya mkopo wa 10% wa halmashauri, elimu ya malezi, makuzi, kilimo na ufugaji, uendeshaji vikundi, huduma ndogo ndogo za kifedha, usajili wa WBN, mikopo ya 10% na mbegu imetolewa. Mafanikio ya jukwaa la uwekezaji wanawake kiuchumi. Tumefanikiwa kuongeza msukumo wa wanawake katika uzalishaji mali. Tumefanikiwa kupunguza migogoro ya ndoa. Tumefanikiwa kupunguza utegemezi wa wanawake kupitia mikopo nafuu ndani ya kikundi. Tumefanikiwa kutokomeza mila potofu kupitia agenda hiyo iliibuliwa ndani ya vikao vyetu itao mwanamke na limbwata. Tumefanikiwa kuwezesha upatikanaji wa milo 3 ngazi ya kaya. Tumefanikiwa kutoa mitaji ya nzia kwa wafia, wajane au wagane taslimu 200,000. Tumefanikiwa kupata mafunzo ya utengenezaji batiki, sabuni ya mche, sabuni ya maji na mafuta ya kupakaa. Tumefanikiwa kupata mafunzo ya kilimo ya kisasa kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Tumefanikiwa kushiriki katika mafunzo ya mikopo ya mbegu kutoka benki ya CRDB kwa 10% halmashauri na 7% NMB. Tumefanikiwa kupata mafunzo ya 30% ya manunuzi ya serikali. Tumefanikiwa kupata mafunzo ya vikundi vya malezi na makuzi kwa kushirikiana na mtendaji wa kijiji na ofisi ya kata. Tumefanikiwa kufanya ufuatiliaji wa watoto waliofaulu kwenda shuleni ili waweze kuripoti kwa wakati. Tumefanikiwa kuunda vikundi 7 vya wanawake. Matarajio ya jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Kuanzisha kilimo cha pamoja cha mahindi na alizeti ifikapo Novemba 2026. Kununua mahema 2 na viti 100 kwa ajili ya kukodisha katika matukio mbalimbali kama sehemu ya mradi wa jukwaa. Kuanzisha vikundi mbalimbali vya upishi na malisho kwa ajili ya tenda mbalimbali. Wadau wa jukwaa la uwezeshaji kiuchumi. Shirika au taasisi, kazi wanazofanya, idadi ya vikundi vya wanawake.
International kuelimisha na kuwajengea uwezo wanavikundi juu ya kilimo cha maharage na maudhi na usambazaji wa mbegu. Elimu ya fedha, akiba na vikundi kujiunga mfumo wa chokaa kwa kutunza kumbukumbu za fedha za kikundi kidijitali. Vision Fund, elimu ya kupinga ukatili wa jinsia, elimu ya fedha, akiba kwenye vikundi. NMB na CRDB, elimu ya mkopo kwa wajasiriamali na vikundi, kufungua akaunti za vikundi na za wajasiriamali mmoja mmoja, kuwatembelea wajasiriamali kwa tathmini na uwezeshaji biashara zao. Changamoto za jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Uelewa mdogo wa masuala ya ujasiriamali na usimamizi wa fedha kwa baadhi ya wanawake na vikundi. Majukumu ya kifamilia na ukosefu wa motisha husababisha wanawake kushindwa kuhudhuria mafunzo au vikao vya jukwaa. Upatikanaji mdogo wa masoko na bei kandamizi wa bidhaa zinazozalishwa na huduma za wanawake. Kukosa masoko ya uhakika, hali inayopunguza mapato ya batiki na sabuni. Mabadiliko ya mazingira na tabia nchi, ukame au mafuriko. Kupanda kwa gharama za maisha, bei ya malighafi na misukosuko ya kiuchumi kuathiri biashara za wanawake kama vile ongezeko la bei za bidhaa na nauli kutokana na kupanda bei ya mafuta. Utatuzi wa changamoto za jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Elimu inaendelea kutolewa kwa kushirikiana na wadau ili jukwaa letu liweze kufikia malengo kusudiwa na maslahi mapana ya uchumi wa wanawake. Kuendelea kuhamasisha wanawake wenzetu kujiunga kwenye vikundi na jukwaa. Mapendekezo na maoni ya jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Taasisi za kifedha zipunguze masharti ya mikopo hasa ya kausha damu, kwani imekuwa chanzo cha changamoto ya ndoa na kijamii. Shukrani. Ndugu Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kwa niaba ya jukwaa tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kututembelea na kushiriki nasi katika shughuli za jukwaa la wanawake. Uwepo wako hapa umeleta faraja, hamasa, nguvu mpya katika kuendeleza umoja na kuishi maelekezo yako kama miongozo inavyotutaka tufanye. Tunathamini muda wako, maoni na ushauri wako uliotoa kwetu, kwani wizara yako imekuwa chachu ya kutuongezea hali ya kufanya kazi kwa bidii katika kutatua changamoto zinazo na wananchi wote, wana majukwaa wote. Mimi binafsi nimefurahi sana, nitakuwa mchoyo kama sitatambua uwepo wenu. Hongereni sana, na ninaomba niseme kwamba mimi kwa hivyo naitwa Saida Mgeni na mimi ni afisa maendeleo ya jamii kwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Hapa sio mgeni, nishakuja kwenye uhakiki wa vikundi vya mikopo, kwa na wafahamu karibia wote. Lakini cha msingi ninaomba niseme kwamba tumekuja na waheshimiwa madiwani, lakini pia tuko na viongozi wetu meza kuu, na si kwamba wameona au kwamba vijiji vingine tuna vijiji 360 na mitani 222, lakini tukachagua kuja kijiji cha Kipaduka ni kwa sababu tunafanya vizuri na mmetumilikishia mbele ya viongozi wetu kwamba mnafanya vizuri, na tuko na waheshimiwa madiwani wamekuja kujifunza kutoka kwenu, na tukitoka hapa tutakwenda kufanya kata zote 106 na tutafanya ushindanishi wa kata zote. Kata itakayoshinda tutakwenda kutoa tuzo. Kwa hiyo kufanya tena vizuri, kulikuwa na waheshimiwa madiwani wakasemaje, yaani zaidi nimesema kule zaidi waanisha kutoka kule wameshaanza kujipanga, kwa hiyo mjipange pia. Mjipange
shida kata 100 tutafanya ushirikishaji wa majukwaa yote, na baada ya kumaliza hiyo leo tunakwenda kuwa na jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi la mkoa wa Iringa, na nitatamani sana ndugu na katibu mkuu mbele yake wanawake tuwabariki kama kibubu, unaweka hela zako, unakuja unachukua, huna makato ya mwezi. Lakini akaunti hiyo pia, mwanamama wakipaduka, akaunti hiyo inakupa nafasi ya mkopo wa riba ya 1% kwa mwezi. Hapo vipi? Hapo vipi? Ushinde mwenyewe mwanamama. Tuko hapa kuwahudumia. Akaunti hii riba ya 1% ni sawa na bure. Tumeona kina mama msiende kwenye kausha damu. Mlivyopendeza hivi msiende mkakausha damu. Sawa kina mama? Tunataka kina mama wenye damu. Maana damu ndio zinatusaidia hata kupata familia zetu jamani. Ukiwa mama huna damu ni changamoto. Kwa hiyo tunawaomba mje Azania. Azania benki ni benki yetu sisi wa Tanzania, ni benki ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Nikiongelea PSSF, NSSF, NHIF, bima ya afya, wengi mnajua. Hawa ndio wamiliki wa Azania benki. Kwa hiyo ndugu zangu, ni waombe pia, tuna mikopo ya vikundi, tuna mikopo ya wakulima, tuna mikopo ya wafugaji. Mama ukiwa unafuga, unalima, mko kwenye kikundi peke yako, bado unaweza kupata fursa nzuri Azania benki. Jamani, mimi niwakaribishe, tuko hapa kwa wale ambao mko tayari, mnaweza mkaona maafisa wangu hapa, tukaendelea na process zingine za kuuliza maswali kidogo baada ya kumaliza hili lakini. Na pia tuna mafomu kabisa, unaweza kupata huduma za kufungua akaunti leo na maelezo mengine. Asanteni sana, karibuni Azania Bank. Kwa sababu ya jamii ya kata hii. Sijui kwa wapi. Ongera sana. Ongera sana, ongera sana. Ongera sana. Ongera sana. Jamani, makofi kwa wingi. Jamani, tuendelee kumpanda huyu kaka tuendelee kumwombea. Nimepita maeneo mengi na nimepokelewa na majukwaa mengi, lakini jukwaa liloongeza na kata ya afisa maendeleo amenikumbusha kipindisho na mimi nikiwa afisa maendeleo kwenye kata. Umefanya kazi nzuri sana na ninakupongeza. Mimi pia nilikuwa afisa maendeleo kama wewe, lakini leo ni mkurugenzi. Kwa hiyo endelea kufanya kazi yako, tunakuona. Mimi nimesimama hapa mbele yenu, naitwa Juliana Kibonde, ni mkurugenzi msaidizi idara ya maendeleo ya jinsia na ninasimamia sehemu ya wanawake. Ninatokea Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Ninafurahi nikiona wanawake mna furaha, ninafurahi nikiona wanawake mnaweza kutoka, yaani nikiangalia taswira zenu mnakopesheka. Na sio tu kukopesheka, mnawekeza, mna akiba. Kwa hiyo wanawake wa namna hii wanatutia moyo, na tunaona jinsi ambavyo tunaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenye maono ya haya majukwaa. Mheshimiwa Rais kwa kweli leo akiona hili jukwaa la hapa atasema kweli maono yangu yamefika mpaka kipaduka. Kwa hiyo sitaki kuongea sana kwa sababu ninatamani nisikilize taarifa yenu, na katibu mkuu hapa, naibu katibu mkuu anatamani asikilize taarifa yenu ya utekelezaji wa jukwaa, tujifunze kitu. Na waheshimiwa madiwani tuliokuja nao leo hii hapa wamekuja kujifunza. Kwa hiyo tunataka tuone mafanikio yenu, hata kama mna changamoto. Naibu katibu mkuu atasikiliza, alafu baadaye na yeye atapata nafasi ya kuongea na nyinyi. Sio? Kwa kweli hivyo nilianza nilikuwa naambia waheshimiwa madiwani, yenda mahali fulani Tanzania hii Uganda huko. Kuna watu wakasema wanawake bado wakupendana, nikamwambia jamani, hizi kwa hiyo bado zipo kwamba wanawake wakupendana eti. Hivi kwa kijituo chetu hivi leo bado zipo. Tukakaeni, nikigundua kuna roho hiyo imekalisha chini, ili tuende pamoja, roho za uchonganishi, roho za kupendana, roho za nilikuwa naambia madiwani. Kuna dada moja malifanya alikuwa anagombea udiwani. Kasema kama mimi nataka kugombea udiwani, ndio kaambia nenda kagombea. Wanawake wote wakamnyima kula wote. Watu
akamla kula. Alafu baadaye akamuuliza mwenzake, mbona lazima tukue? Akiwa kitu kwa watu hizo. Jamani, sasa kuvaa na uliani vinahusiana. Mwingine akamnong'oneza kwa wewe mgongo. Sasa kuvaa na uliani vinahusiana. Ni roho. Kwa hiyo kuna mama tukipendana tutaenda mbali. Sio? Tupendaneni tutaenda, tuendeeni kupendana, mshikamano wa hali ya juu. Mimi nimetembea Tanzania hii. Mshikamano mliokuta hapa Iringa, sipendelee kwa sababu kukai. Wako karibu sana. Naomba nikupongeze afisa maendeleo wa kijiji na wenzako wanaofanya kazi. Wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Diwani, naomba nikupongeze sana. Mesa ninaona majirani wameshaipokea na nasubiri mwaliko kwao. Niko tayari kuja kukuta picha niliyokuta mahali hapa. Suzana Ezebu ndio atakuwa kijiji cha Kipaduka na majukwaa. Jukwaa linatukamua kupitia biashara ndogo ndogo, limetuwezesha pia kilimo na kujikwamua kwa mahitaji ya kuwategemea wanaume. Sisi wanawake tunaweza sisi bila kuwezesha. Jina naitwa Caroline Matias Mgwadi, ni mwanamke wa kijiji cha Kipaduka. Jukwaa linatusaidia wanawake. Kwanza kabisa imetuletea elimu nzuri kwenye mikopo na kujikwamua kiuchumi. Tunakuwa tunakopeshana kwenye majukwaa, ili inatusaidia hadi kusomesha watoto wetu. Tumekuwa na vikundi mbalimbali kwenye majukwaa. Kila watu wanakuwa na vikundi, lakini vile tunavyokopeshana tunajikwamua kiuchumi, kusomesha wanafunzi, kutoa ada, vile wakina baba vile kuto kutegemea sana wakina baba. Na baba naweza kusema sina hela, lakini mimi nikiwa nina hela nakopa huko kwenye kikundi na nafanya biashara, ile jambo ambalo angelifanya baba basi nalifanya mimi mwenyewe.